asubuhi. Njoo pamoja tumshangilie Mungu wetu kwa mema anayotutendea kila siku. Utasikia neno la Mungu na shuhuda nyingi zinazotutia nguvu. Chagua Star TV, kituo kilicho bora. Star TV, brightness your day. Shalom shalom mtazamaji wa Star TV ambaye unatuangalia katika kipindi chetu kizuri sana cha Tumsifu Mungu. Karibu sana ambaye uko mbali, sogea karibu. Niko na mtumishi wa Mungu leo. Utaenda kujifunza vingi, utaenda kusikia mengi kutoka kwake. Mimi ni Stella Shao, lakini mtumishi wa Mungu atajitambulisha majina yake, aweze kutaja kwa uzuri kabisa ili uweze kujua niko na nani. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Asante. Naitwa Jonathan Kartagata, ni mtumishi wa Mungu kama ulivyosema, ni mwimbaji wa nyimbo za Injili. Yes. Okay, niko na mtumishi wa Mungu Jonathan. Kama ulivyosikia hapo, tutaenda kujifunza vitu vingi, kuangalia maisha yake, lakini sana kwenye huduma. Ningependa tuanzie kwenye huduma yako ya uimbaji. Wengine wanazaliwa na wana vipaji vyao. Yes, na mimi nimezaliwa pia na kipaji nafikiri. Okay. Mimi nimeanza imba toka niko mdogo kabisa, mdogo sana. Yes, nimeanza imba huko. Lakini safari yako ya uimbaji, maisha yako ya huduma yalianzaje? Mimi nimezaliwa kwenye familia ya Kikristo. Nimelelewa kabisa kanisani. Babangu mimi mchungaji. Kwa toka mdogo nilikuwa naimba huko. Nilikuwa naimba kwenye kwaya, hivyo nikakuwa. Maisha yangu yote nimefanya kanisani. Okay. Yeah, lakini pamoja na kuimba na kuanza kazi hivyo muda mrefu ya huduma, kuna nyimbo ambao umefanya na Rema. Kuna kipande fulani ulikitendea haki sana. Okay. Nafikiri watu wengi walianza sasa kuwa na shauku ya kujua huyu ni nani, anatokea wapi na nini na vitu kama hivyo. Nikurudishe nyuma kidogo, yani mliwezaje, yani mahusiano yako na Rema Simfuko, labda mlikuwa mnafahamiana tokea muda au ni masuala ya huduma yaliwakutanisha? Nafikiri Mungu alitukutanisha, maana mama Rema mimi nilikuwa hatufahamiane. Okay. Ya, lakini kumbuka siku moja tu nilipata simu na akajitambulisha, nikasema haya, kwa ndo tukafanywa kufanya ushuhuda pamoja. Na mshukuru Mungu pia kwa kunikutanisha na mtumishi wa Mungu na timu nzima. Wana ni timu kubwa kabisa, ni watu wa Mungu kabisa. Kwa hiyo siku ya kwanza tu kwenye mazoezi mimi nilimuona Mungu kwenye mazoezi yao, na nilimwambia hata siku ile, nisema nasikia nguvu za Mungu kwenye timu hii. Kwa hiyo ni watu wa Mungu na wapenda. Mungu atukutanisha nao na tukafanya wimbo kwa pamoja, ushuhuda, na imekuwa shuhuda kweli kwa watu wengi. Okay. Baada ya ushuhuda, matokeo ya ushuhuda baada ya kufanya ile nyimbo na kutoka na kwenda kwa ukubwa huo, wewe kama wewe imekupa kitu gani kikubwa labda ambacho unasema kweli hiki ni ushuhuda kweli halisi kulingana na kitu ambacho kimefanyika? Wimbo ule kama nilivyosema ni ushuhuda kabisa. Maisha yangu ilichukua level nyingine kuanzia hapo. Okay. Kuna vitu Mungu amebadilisha, kuna connection nyingi nilipata na watu wengi. Kwa hiyo Mungu amenipa ushuhuda, amenitengenezea connection kubwa kutoka hapo. Yaani kuna hatua Mungu nilipiga mbele kupitia wimbo wa ushuhuda, nikutana na watu wengi. Na hivyo watu wengi walibarikiwa pia. Kwa hiyo ushuhuda nilivyosema ilikuwa ni ushuhuda hata kwenye maisha yangu. Okay. Yeah. Ushuhuda umezaa ushuhuda. Umezaa ushuhuda. Mara ushuhuda. Yes. Okay, lakini pia vitu ambavyo ulivifanya, nyimbo labda ambazo ulifanya baada ya ushuhuda, hapo tunataka tuzijue, labda kuna nyimbo, kuna project ilitokana na ushuhuda. Baada ya ushuhuda, kabla kwanza ushuhuda nilikuwa na nyimbo zangu huko ambazo watu wengi pia walikuwa wanazifahamu. Lakini pia baada ya nyimbo ya ushuhuda nilifanya Zivume, nilifanya studio session. Okay. Ilikuwa Disemba nafikiri, tulifanya wimbo wa shukrani tu, wa kumwambia, wa kushukuru Mungu. Ilikuwa wimbo wa sifa, ilikuwa wimbo wa sifa, Zivume, sifa za Yesu zivume. Tukaimba dance ya mwaka mpya, kama kuna watu ambao walifuatilia. Yes, na baada hapo tukatoa ninakuja na shukrani. Okay. Yes. Kwa hiyo sasa hivi ndio hiyo ninakuja. Shukrani ndio ipo.
Hii shukurani tumetoka kwenye ushuhuda, tunakuja kwenye shukurani. Tuieleze kidogo shukurani. Shukurani, tunamshukuru Mungu kwa ajili ya mwaka ambao umepita. Okay. Ya nimetoa mwezi wa kwanza, ilikuwa ni nyimbo tu ya kumsifu Mungu, kuvusha 2025. Okay. Ndio ilikuwa sababu kubwa. Tuna sababu nyingi, unajua kumaliza mwaka pia ni neema. Kwa hiyo nikasema tufanye wimbo wa shukurani. Mungu akanipa wimbo wa shukurani. Okay. Tukautoa, na mimi nikasema sitachelewa. Tutoe mwezi wa kwanza. Na ndio tumeutoa. Okay, kuna mtu anatuangalia hapa sasa hivi, lakini pengine anaumwa. Pengine ana matatizo tu, amekaa na ni maombi yake siku zote anamwambia Mungu, niponye, Mungu nifanyie hiki. Mwingine anatamani kuolewa, mwingine anatamani kuoa, mwingine anatamani kazi na vitu vingine. Pengine tumekaa hapa, mwingine ndoto yake ilikuja kuwa mwimbaji mkubwa. Lakini kuna mtu anatuangalia, mwingine anatamani awe host labda siku moja, afanye kipindi kama mimi. Kuna maombi tunaomba, Mungu naomba hiki, naomba hiki, naomba hiki, naomba hiki. Lakini umesema kuna shukurani. Na tamani uongee na mtu anayetutazama kuhusiana na shukurani. Ninasema tumshukuru Mungu kwa kila jambo, kwa kila majira. Yaani ashukuriwe tu. Yaani hata kwenye changamoto yoyote ambayo unapitia, wewe mshukuru Mungu. Okay. Unajua sifa ni kama kuomba mara, ninasema ni kama kuomba mara mbili. Okay. Yeah. Wewe mshukuru Mungu. Afu muachie Mungu yeye mwenyewe atafanya. Lakini nataka nikwambie pia Mungu anafanya jambo kwa muda wake yeye. Shida inakuja wakati sisi tunatamani Mungu afanye kwa muda wetu. Mungu amekuahidi ndoa, wewe unategemea kesho upate mtu ambaye sio hivyo. Mungu ana muda wake ambao anaandaa. Nimekwambia hapo chini tulikuwa tunaongea, nakwambia Yusufu alichoona ni kuinamiwa. Mungu aliona Yusufu alipata ndoto watu wanamuinamia. Yeah. Lakini Yusufu hakuona ndugu zake wanamuuza, hakuona gereza, hakuona mke wa Potifa kwenye ndoto. Kabisa. Alichoona ni kuinamiwa. Na ile ndoto imekuja kutimia baada ya miaka 7. Sasa angekuwa kama sisi, angesema labda Mungu sasa hii ndoto ni kama ni uongo. Yeah. Lakini hicho kitu kitatimia tu. Lazima kitatimia. Kama Mungu aliongea jambo itatimia. Sasa shida sisi tunataka itimie kwa wakati wetu sisi. Kwa hiyo ndio maana inabidi kumsikiliza Mungu sana. Kwa hiyo wewe mshukuru Mungu hata kwa hiyo changamoto, labda ni darasa Mungu anakupitisha. Okay. Yeah. Kwa hiyo tumshukuru Mungu tu. Okay, lakini mtumishi wa Mungu tofauti na kuimba, na wakati tunafanya mazungumzo kabla ya hapa naona kuna kama utumishi mwingine tofauti na uimbaji. Yes. Labda tutarajie baadaye tunaweza kukuona kwenye madhabahu ukisimama kama mimi ni mtu madhabahuni. Okay. Sio lazima niwe pastor. Okay. Upasta na timu. Sasa mimi ni pastor wa hiyo timu. Okay. Yeah, pastor nafikiri sisi ni watumishi wa Mungu, ni injilisti. Kwa hiyo tunatakiwa kuwa na ubiri sehemu yoyote. Okay. Usitegemee kesho niwe pastor ama sijui. Mungu ndo anajua nitakuja kuwa nani. Lakini pale ambako tunaweza kuongea kuhusiana na vitu vya kimungu, tunaongea. Pale ambako tunaona tunaweza kuhubiri pia tunahubiri. Sawa sawa. Yes. Lakini natamani tuzungumze maisha yako sasa uimbaji. Najua haukuanza tu ukaanza na mafanikio. Haukuanza labda ukajulikana hapo. Nataka tuzungumze jambo hapa kidogo. Katika safari yako ya uimbaji ni kitu gani labda ulikutana nacho kikakupelekea kukata tamaa? Au ni kitu gani kingine labda ulikutana nacho iko kigumu au darasa pengine kama ulivyozungumza hapa lakini likakupandisha viwango vingine? Mimi sijawahi kata tamaa na Mungu. Okay. Nimekwambia nimelelewa kwenye familia ya Kikristo. Kwa hiyo mimi nafikiri namuelewa Mungu kidogo. Okay. Kwa hiyo siwezi kumkatia tamaa. Najua hata kama napitia shida, najua tu Mungu bado anaweza, unaona? Kwa hiyo nimepitia shida nyingi sana kwenye huduma. Okay. Yaani hata hapa nimefika namshukuru Mungu. Okay. Nimekutana na majaribu ya kila aina. Nakutana na watu wanakuambia wewe ufai bana. Wewe ukaa pembeni. Nakutana na watu wanakuambia wewe huwezi enda kokote. Nakutana na changamoto nyingi sana kwenye huduma, lakini bado mimi nikawa namtegemea Mungu. Namwambia Mungu, mimi hicho kitu sijakiomba. Unajua mimi sijaomba kwa huduma hii. Nimezaliwa nao, Mungu amenipa yeye. Kwa hiyo unasema kwa sababu ni vya kwako basi utajua namna utafanya.
nilikuwa namwambia Mungu, hii huduma sijaomba, na wewe uliyenipa utajua namna utafanya njia kutokea, utafanyaje sijui. Lakini mimi nimefika hapo, kuna mtu bana alinisukuma. Ya, kuna mtu, unajua nilichukuaga maamuzi, nafikiri Mungu hapa ndikofika. Okay. Yes, kuna mtu ambaye mimi nilikuwa nasali, unajua kujitolea for free, sipewi hata 100. Yaani najitolea muda wangu, naacha hadi hata nili darasa, ilikuwa darasa sijui ya 4 kwa ajili ya vitu vya wangu mwingi, nilikuwa kanisani. Nilikuwa najitoa kwa ajili ya choir, najitolea. Lakini siku moja yule mtu aliniambia kauli moja iliniumizaga. Kaniambia, wewe unashindwa kutafuta hela. Unafikiri hapa kuna mtu atakupatia hata yaani unatoka unajitolea hivi, unatoka jasho. Unafikiri hapa kuna mtu atajitolea kupatia hata chochote. Hapo kumbuka nimemaliza kuimba sifa zaidi ya masaa 2. Yaani nimesweat kweli, nimetumia nguvu kweli. Afu baada hapo akaniambia, wewe achana hivyo vitu. Okay. Walishafanyaga, watu washaimbaga hapa na maisha yao yamebaki hivyo hivyo. Nikaumia, lakini huyo mtu alinisukuma, yani kuna sehemu alinifikisha. Yeah. Kwa hiyo toka siku ile nilichukua maamuzi magumu kidogo, lakini imenisaidia. Maamuzi najua mimi, lakini imenisaidia. Na huyo mtu siwezi kumtaja, lakini alinisaidia sana kwenye maisha ya huduma kutokana na hiyo changamoto. Okay. Kwa hiyo vile alivyokuambia uliumia, lakini ulipata funzo. Yes. Okay. Kuna kitu alinifundisha, ananiambia nilijifunza kwamba ukiachana na huduma inabidi utengeneze pia maisha. Yes. Mimi nilikuwa mtu ambaye naweza kaa kanisani siku nzima. Lakini toka alivyoniambia hivyo, nasema kumbe kweli hapa kuna mtu atanipatia chakula hapa, lakini basi tupatie Kaisari ya kwake. Okay. Unaona, kwa hiyo siku ile nilisema acha nifanye pia kazi. Kuna maisha baada ya huduma. Yes. Kwa hiyo alinisukuma sehemu, ninamshukuru na wala sina kinyongo naye. Niliumia siku ile, lakini nitakaa namshukuru siku nzima. Ni jambo zuri. Maana alinisaidia kunifungua pia. Ambia hapa kuna watu waliimba hadi wamezeeka hapa, wana chochote, hawana hata viatu. Ana kanisa haina tabia ya kumlipa mtu. Yaani unaweza jitolea, lakini hakuna ambaye atakujali. Watafurahi unavyosifu hapo madhabahu. Barikiwe mtumishi. Barikiwe, lakini baada ya hapo kuna maisha. Yes. Ya, kwa hiyo nimejifunza kitu kingine hapo kwamba kuna mtu anaweza kukuambia kitu kibaya. Sio wewe mtu wa kwanza kukusikia. Yeah. Na kuna mwingine aliweka paka kinyongo, kisasi kwa mtu. Lakini inafika mahali anasema kama sio fulani nisingefika hapa. Yes. Lakini pia kuna ujumbe niliusikia madhabahuni, mtumishi mmoja anatoa ushuhuda. Kuna kijana alipitia maisha magumu sana, aliteswa na mama yake wa kambo. Alimfanyisha kazi nyingi kama mfanyakazi tu, houseboy wa ndani. Hakupata bahati ya kusoma na maneno makali. Lakini anakuambia yule mama, mimi nilimpenda. Baba yake baada ya kustaafu akamwambia, unataka nini sasa? Akamwambia, mimi nataka uniulie mashamba huko kijijini nifuge. Kwa ile kazi ambayo alikuwa anafanya kama mtumwa, aliichukulia kama kazi. Yes. Na akamshukuru. Na amekuwa bilionea sasa kuliko hata wale ambao walikuwa wanaenda shule. Unajua Penina alimsaidia sana Ana. Watu wanamzungumzia Penina vibaya, lakini Penina amemsaidia Ana kuomba. Kuwa mtu wa maombi. Maana kila siku Penina alivyokuwa anamsema Ana, Ana alitafuta Mungu zaidi. Yes. Kwa hiyo kuna vitu vingine vinatusogeza karibu na Mungu. Haya, hiyo ni mada kubwa, lakini ndio hivyo. Sana, lakini kama mtu unatuangalia hapa, wakati mwingine angalia tu mambo kwa pande mbili. Hata ukiona unashangiliwa sana, wakati mwingine hebu jiulize, nakosea wapi? Mbona unanishangilia sana? Kikawaida huwezi ukapendwa na kusifiwa kila mara. Na wakati mwingine ndo kama hayo ya Penina na Ana. Wakati mwingine muangalie Penina wako kwa jicho zuri, sio baya. Hivyo mtumishi wa Mungu, sasa nataka kujua malengo yako. Tumeona unafanya kazi nyingi, tumeona unafanya vitu vingi, tutarajie nini? Kwa sababu kuna mashabiki wengi huko mitandaoni, kuna watu wanafanya challenge, wanapenda unavyoimba, ndio maana wanafanya.
na imekuwa ngumu wakati mwingine, kuna vipande unaimba vigumu mtumishi, tunashindwa kufika hapo. Yes, kweli. Lakini nini malengo yako hapo? Mimi kama nilivyokuambia, sinaga malengo mawili. Mimi natamani Yesu aenee. Unajua kuna watu bado hawajamjua Mungu. Mimi nyimbo zangu ni za injili kabisa. Kwa hiyo sina malengo mengine, ni Mungu ajulikane. Yesu ajulikane. Kwa hiyo tunamtangaza Mungu. Biblia inasema enendeni ulimwenguni kote. Lengo kuu ni na nyimbo ikipendwa, mimi najisikia amani, nasema Mungu amefurahi, maana kuna watu wanamtangaza pia kupitia mimi. Okay. Unaona, kwa hiyo lengo kubwa ni hiyo, tunamhubiri injili kupitia nyimbo. Ndio hivyo. Lakini kile kipande ambacho uliimba na Rehema, je, tunaweza kupata maana yake kwa Kiswahili? Tujue bwana, nilimba Kiswahili. Kuna sehemu watu walipata shida kuimba Kikongo, kwa hiyo nikaimba Kiswahili. Kuna challenge nifanyage Kiswahili nafikiri. Sawa, kuna wengine unajua tumekaa hapa, kuna mtu mwingine anakuangalia, sema yule kaka ndo mwenyewe, mwingine amekuta kitu hadi watu sasa ona kila kona amebadilisha huyo lele, anafanya tena na tena, kaondoa aibu yangu huyo lolololo, nasenga kimebwenya abaki sikoleka, ata huyo nazalaki kosenga na buto pesina na moi lelo bato bamoni bolamu na nzambe wala yelele, anafanya tena na tena. Niliomba hekima akanipa zaidi, hata yale nilio muomba kwa siri amejibu hadharani, leo watu waona tukufu wa Mungu wala. Nice. Ndio hiyo. Hiyo ni historia ya Sauli. Anaitwa nani huyo aliomba hekima, nani? Suleiman. Yeye aliomba hekima. Mungu alimwambia wewe unataka nini? Akaomba hekima. Sasa Mungu yeye alivyokuwa mkubwa akampa zaidi ya hekima. Okay, sasa unaona hapo ulichokifanya iko. Naamini kuna mtu alikuwa anafanya kazi zako, umemfanya aweke attention sasa. Yes. Okay, kumbe ndio yule kaka. Yes, kwa nakapoa zaidi. Watu wanaangalia mara mbili. Unajua bwana, sisi wa Tanzania au sisi binadamu tuna ile kawaida ya kuwa kama Tomaso. Tomaso watu wanamchukulia kwa tofauti kwamba alikuwa tu ni yeye, lakini naamini nyuma ya Tomaso walikuwa wengi sana. Okay? Kwa hiyo mtumishi wa Mungu umesema malengo yako Yesu aenee. Aenee. Kuna watu wengi hawajamjua bado. Aenee sana, okay? Lakini kama ulivyoona challenge yetu imetupeleka mahali ambapo kuna mahali ambapo tunashindwa kufika. Nafikiri ni aina tu ya uimbaji. Pengine labda tunaona labda pumzi ni ndogo na vitu kama hivyo. Labda haujafikiria kutengeneza darasa la kufundisha watu uimbaji? Bado sijafikiria hicho kitu. Bado nafikiri. Labda Mungu anipatie. Okay. Bado kabisa. Sawa, tuna swala nataka tuzungumzie hapa kidogo. Watumishi wengi wa Mungu, waimbaji wa Mungu wengi tulionao wengi. Hii ni mada fupi tu tunajadili ili mambo yaende sawa. Sawa. Watumishi wa Mungu wengi bwana wanaimba vizuri, wana mambo mengi, wa kiume. Wa kike siwazungumzii sana kwenye hilo, wa kiume. Wanachelewa kuoa. Hilo jambo moja. Hapo usizungumzi sana. Inaweza kawa pia ni sababu binafsi. Sawa. Na kuja tena kitu kingine. Lakini kama watafanikiwa kuoa, ile ndoa hatuoni inastawi kama nyimbo ambavyo zinastawi zinapigwa kila redioni. Kwa maana ipi? Ndoa inakuwepo, lakini ndoa nyingi haziwi kama ndoa vile ambavyo hazidumu. Na hata ikidumu ni kama ndoa ambayo mmefunganishwa na kile kiapo. Wengine wanaogopa labda kutoka kulingana na jamii na mazingira yao. Kwa hiyo unakuta hii ni ndoa lakini haina ule upendo, haina ile amani yani kwa mfano wa nyimbo zao zinavyoimba na kupepea huko nje. Sababu inakuwa ni mtumishi wa Mungu. Sababu ziko nyingi. Kwanza niongee kama mimi. Okay. Watumishi wengi hawaoi. Kwanza kuoa bana sio jambo la kurupuka. Ndio. Maana kwa mimi nasema
hadi kifo kiwatenganisha. Yes. Kwa hiyo jambo ambalo litakamata maisha ya huduma, maisha yako hadi kifo, sio jambo la kukurupukia. Okay. Na sasa sisi ambao tunafanya huduma tuna hizo, shetani anajua hapo ndo atakakonipata. Kama amenishindwa kokote, lakini hapo kwenye ndoa anategemea hapo ndo anishike. Kwa hiyo ndio maana sisi tunatamani sana kumsikiliza Mungu sana ili kumpata yule ambaye Mungu atakuwa amekusudia. Hicho cha kwanza. Okay. Tunasubiri wakati sahihi, muda sahihi na mtu sahihi. Okay. Cha pili, tukioa wanasema haidumu. Inabidi wewe ambao unaolewa ujue unaolewa na mtu gani. Ndio. Inabidi ujue unaolewa na mtu wa jamii. Unaolewa na mtu ambaye watu wanamwangalia. Okay. Unaona? Sasa hizo zinatokea wivu, mtumishi kuna watu unajua kama hivi ukishakuwa maarufu kidogo, kuna watu wanakuandikia huko Instagram, wanakuandikia wengi hata ambao ufahamu. Sasa ndoa inaanza kufa hapo kwenye message za watumishi. Mwanamke anaangalia, ushaanza nidanganya wewe. Huyu dada ni nani? Amekuandikiaje? Okay. Hizo issue pia zipo. Kwa nini akuandikie hivyo? Sasa inabidi ujue kwamba umeolewa na mtu ambaye ni kioo cha jamii, ni mtu ambaye anaangaliwa na watu wengi. Kwa hiyo hivyo vitu ni kawaida kwake. Nimeelewa. Inabidi kujua ubebe uwe na moyo mgumu. Maana huyo mume wako watamtaka wengine. Ndio. Watamtaka watu wengi. Inabidi usiwe mtu wa wivu, usiwe na wivu, lakini ombea pia mume wako, maana shetani atamtaka pia sana. Okay. Atatengeneza majaribu ya kila aina ili ampate. Kwa hiyo inabidi umuombee sana na umvumilie. Ndio. Kwa hiyo nafikiri kwa machache, lakini sababu nyingi sana. Sababu ziko nyingi, lakini nimechambua tu hizo mbili. Wewe nafikiri bado hujaoa pia? Mimi sijaoa, sio? Ndio. Lakini nafikiri baada ya kufanya huduma ikikuwa na DM pia zinakuwa zipo. Unazichukuliaje? Unaangalia tu, unaangalia. Au pale unaangalia hapa yupi sasa hapa naweza kuenda naye kwa kazi hii. Mimi siamini kwamba ambaye utakuwa naye ni yule ambaye atakudm. Okay. Mtu ambaye Mungu atakuletea tu kwa namna nyingine. Labda pengine kuna mdada amekaa huko anaomba na Bwana. Sasa hivi unajua kuna ile mambo Mungu amenionyesha. Sasa pengine Mungu amemuonyesha yule kaka bwana ndo. Hamna kitu. Kuamini katika maono. Mambo ya ndoa ni ya mwili. Okay. Yeah. Wengi wameharibu ndoa zao kwa ajili ya unabii. Okay. Wengi wametabiriwa, wewe huyu ndio itakuwa mume wako. Sio hivyo. Sio hivyo. Mambo ya ndoa ni mambo ya mwilini. Hebu mpende mtu. Angalia akili zake, wewe apata amani na huyo mtu olewa naye. Lakini ukifuata wamesema unaolewa na mtu fulani, utaamini. Kwa kigezo kikubwa ambacho tunatakiwa kukiangalia ni amani ya moyo juu ya mtu anayekuja. Yes, mtu anayekuja. Sio kwamba ana utajiri na umaskini, lakini zile frequencies. Mtaelewana. Unajua Mungu akikuletea mtu wako utamjua. Sema tu wewe kama utasema huyu mtu hapana bado. Lakini mtu wako kabisa ambaye Mungu alikuandalia unamjuaga. Okay. Kwa kama kuna mtu kwa ameshikilia unabii, huu ni mwaka wako, utaolewa. Hebu fikiria mara mbili. Hivi vitu vya mwilini, hivi vitu vya ndoa ni vya mwilini kabisa. Okay. Yes. Safi sana. Hiyo pia ni nzuri kwa sababu jamii pia inahitaji ipate upeo mkubwa. Hasa watu wa Mungu. Tunapokaa kwenye kipindi kama hiki cha gospel, watu wasitarajie kwamba tumekaa hapa tu kwa maombi. Hapana, tulipanga, tukaamua, tukaja, tukakaa na leo kipindi kiko hapa. Ni utaratibu na kuna watu wanafanya hivyo. Kwa hiyo naamini hata maisha binafsi wakati mwingine ni utaratibu kama ulivyozungumzia ndoa. Watu wengine pia wanajua ni unabii na nini na vitu kama hivyo. Okay? Tunaelekea ukingoni sasa. Yes. Lakini pia katika tunaelekea ukingoni kuna watu wamekuona, wanatamani kukufahamu zaidi. Labda mtu akitamani kukufahamu zaidi. Instagram. Napatikana Jonathan Kartagata. Jonathan Kartagata. Niandikie kama unahitaji huduma yoyote, unahitaji nije kuhudumu kanisani kwako. Okay. Niandikie. Okay. Pia YouTube kuna
Tuna wimbo wetu mpya wa shukrani, andika Jonathan Katagata, namshukuru Mungu, wimbo unafanya vizuri. Watu wanabarikiwa. Kama bado hujafuatilia, andika Jonathan Katagata, utabarikiwa. Na kote huko mtandaoni nipo kwa jina la Jonathan Katagata. Okay, lakini tumekaa hapa leo mimi na wewe, sisi tumekutana leo kwa ajili ya kipindi ambacho tumekifanya hapa. Sisi tuna wazazi. Lakini pia tuna wale mama zetu ambao wao ndio wamepigania safari yetu ya malezi na ukuaji tangia tukiwa tumboni mpaka sasa tumeonekana sasa hivi ni vijana wakubwa. Tunaelekea siku ya mwanamke duniani. Natamani uache neno kwa ajili ya natamani watengenezee wimbo. Okay. Kuna wimbo Mungu amenipa, natamani watengenezee mambo. Yaani kama kuna watu ambao wanatakiwa kuheshimiwa ni wazazi. Okay. Yeah. Mama zetu wamepambana. Inabidi niwatengenezee wimbo kina mama. Yeah. Mimi niwatakie niwaombe vijana wenzangu, yani ukipata chochote usisahau kumpa mama ama mzazi. Yani chochote, yani hivyo unavyotoaga cha 10 kanisani, moja ya 10 sisi tunataka cha 10. Moja ya 10 fungu la 10. Hebu tenga chochote kwa ajili ya mzazi. Okay. Mzazi, hiyo sadaka ni muhimu sana. Ni muhimu sana kwako. Huyo ndo kama Mungu aliye, yani kama tunasema kama Mungu wako ambaye, yani wale watu inabidi waheshimiwe na inabidi wajali. Okay. Yani katika watu inabidi wajali ni wale wazazi wale. Waliteseka sana kwa ajili yako hadi umekuwa hivi leo. Yes. Kwa hiyo tunawaheshimu sana kina mama. Nafikiri ujumbe pia umefika. Lakini Mungu akubariki sana. Nashukuru kwa muda wako, na mimi pia kipindi kitafika mbali na watu pia watakutafuta kwa neema ya Mungu. Nashukuru sana Star TV. Okay. Lakini pia mtazamaji ambaye unatuangalia, Mungu akubariki sana mwanafamilia ambaye umekuwa huko na sisi, mwaka unaisha, mwaka unaanza, miezi inaisha, miezi inaanza huko na sisi. Mungu akubariki sana. Lakini leo mimi napenda tu kuwaombea wamama wote ambao wengine wako hospitalini, wengine wanapitia changamoto mbalimbali, lakini nikusii tu kama una tofauti yoyote na mzazi wako, awe mama, awe baba, familia, kwa namna yoyote ile, jaribu kutengeneza, kwa sababu kuna leo, kuna kesho. Kuliko ukaje ukalie kwenye kaburi lake, ni bora umpigie simu au ukaonane naye akiwa hai. Mungu awabariki sana. Endeleeni kutufuatilia. Ulikuwa na mimi Stella Shao na hii ni Star TV. Mungu awabariki sana. Usikose kutazama kila siku ya Jumapili asubuhi.